Kuelekea mwisho wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kampuni ya mawasiliano ya Halotel imeahidi kuendelea kujihusisha katika masuala ya kijamii ili kujenga uhusiano mzuri na jamii. Hayo yamesemwa wakati wa hafla fupi ya kupata iftari iliyoandaliwa na kampuni hiyo ambayo ilihudhuriwa na watu mbalimbali. Naitwa Magesa Biani Wandwi, ni naibu mkurugenzi mkuu wa Halopesa. Tuko hapa katika iftar dinner kwa maana ya futari ya pamoja. Tumekuwa hapa pamoja na washirika wetu mbalimbali wa kibiashara ambao kwa pamoja tunashirikiana kuwahudumia Watanzania. Kwa hivyo leo tunapokuwa katika mwezi huu wa Ramadhani, mwezi mtukufu, na tunajua kabisa kwamba tunaelekea mwisho, basi tuliona ni vema pia kwamba sisi kama sehemu ya jamii tushiriki pamoja na wenzetu tunapoendelea katika mwendelezo wa Ramadhan, na tunafurahi kwamba tumepata mwitikio mkubwa. Tumekuwa pamoja na partners wetu mbalimbali na tumepata chakula kwa pamoja, lakini pia ni tukio ambalo limetupa fursa ya kuendelea kushirikiana pamoja, kuimarisha mahusiano yetu ya kibiashara, lakini pia ya kindugu. Maana sasa unapokuwa na wenzio ambao mnafanya nao biashara pamoja kwa muda mrefu, mnakuwa kama ni familia. Kwa hiyo familia ya Halopesa tunashukuru sana kwa ushirika wa partners wetu ambao wamekuwa pamoja nasi. Lakini tunapoelekea pia sasa mwisho wa Ramadhan, tunaendelea kualika wateja wetu waendelee kutumia huduma za Halopesa kote nchini, na kwamba huduma zetu ni bure, ni bei nafuu sana, lakini tuna huduma mbalimbali ambazo zinakidhi mahitaji ya Watanzania. Kwa upande wake, Sheikh Alar Mohamed amewataka waumini wa dini ya Kiislamu kuendelea na matendo mema kumpendeza Mungu, ikiwa ni pamoja na kufanya matendo ya huruma kwa wahitaji hata baada ya kumaliza mwezi mtukufu. Wito wangu ambao mimi natoa kuelekea mwishoni mwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tusisahau kwamba Ramadhani inaanza baada ya Ramadhani tuliyokuwa nayo. Tuendelee kudumisha matendo yaliyokuwa mema, na haitakuwa sawasawa baada ya kuondoka kwa mwezi wa Ramadhani misikiti ikawa imepungua. Misikiti iendelee kujaa, tufanye matendo yaliyokuwa mema na tuendelee kuhurumiana. Katika wito wa msingi na wa muhimu sana, tuendelee kuhurumia na kuwakusudia wanaotakiwa kufuturisha. Iftari ina watu wanaotakiwa kufuturisha. Kuna wanyonge, maskini, mafukara, mayatima na wasiojiweza. Tuendelee kuwatizama hawa kama watu maalumu wanaohitajika kutizama katika ibada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa huruma. Itakuwa jambo lenye kumchukiza sana Mungu baada ya mtu kula sikukuu ya Idi asubuhi, akatoka nyumba zote za wageni zikawa zimejaa. Ikawa ni mtihani, saa 8 mchana, saa 9 mtu tamkuta tayari ameshaanguka, amelewa chakali. Hii itakuwa Ramadhani yako uliyoifunga kwenye masiku 30 au 29 yote umepoteza, na utakuwa habaa manthura, kwa maana hujachuma kitu, umepoteza. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.